Basi wapendwa, ni furaha yangu tena kuwakaribisha siku ya leo kwa fundisho ambayo tutakuwa nalo kutoka kwa neno la Mungu. Tuliwahi kujifundisha tukaona ya kwamba mwanadamu alianguka na hali yake ikabadilika kutoka kuwa chini ya mamlaka ya Mungu akawa chini ya mamlaka ya yule mwovu Shetani. Na pia tutaangalia siku ya leo tuone kwamba mwanadamu sasa ni mtumwa wa dhambi, wa nia yake mbaya ambayo Shetani alipanda kwa maisha yetu. Ndio sababu tunaitwa wenye tabia ya asili. Ile nature ya kuanguka ndio inasababisha kila shida ambayo tunapitia. Waache tuombe ili tuingie kwa mafundisho. Baba mwema, tunakushukuru. Tunakuinua Yesu kwa ajili ulikufa kwa kila mmoja wetu. Umetupea nafasi ya kusikia neno lako. Tusamee dhambi na makosa yetu. Tutakase kwa damu yako Yesu. Yale mapepo ya mwovu Shetani yanayotusumbua tunayakemea kwa jina kuu yapate kushindwa, na utupe Roho Mtakatifu awe mwalimu wetu. Ni kwa imani kupitia kwa Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Siku ya leo tena kwa neema ya Mungu tumepata nafasi njema ya kusikia neno. Tuliangalia statement ya Mungu alipoitoa kwa wazazi wetu wa kwanza, akawaambia ya kwamba mkila tunda hakika mtakufa. Mungu alimuumba Adamu na Hawa katika ukamilifu, lakini they were on probation, waliwekwa kwa mtihani kidogo ambayo wangeishinda wangekabidhiwa umilele, immortality. So kwa sababu walianguka jaribu, wakashushwa, hawakupandishwa cheo, lakini wakashushwa, wakakaa wenye dhambi. Kwa hivyo hiyo testi ambayo Mungu aliwapea, walianguka, hawakuwa washindi. Japo waliumbwa wakamilifu, kulihitajika jaribio moja ambayo lingewawezesha kufanywa kuishi milele bila kufa. Lakini kwa sababu halikufanyika, leo hii tunajipata katika shida ya dhambi na matokeo yake. Lakini tena kwa mpango wa wokovu ambao tutaangalia kidogo tu, tunapata ya kwamba yote tena yamebadilishwa. Tunaweza kuwa na historia tofauti kabisa kwa sababu ya mpango wa wokovu uliokamilika ndani ya Yesu Kristo. Adamu alituingisha kwa shimo, na Yesu Kristo pia kwa kufa msalabani akafungua hiyo shimo ya kwamba yeyote anayetaka anaweza kutoka, na historia yake inaweza kubadilika kutoka kuwa mwenye dhambi kuwa mtakatifu, kuwa mtu wa kifo, na kuwa mtu ili awe mtu wa kuishi milele. Tunaangalia pale ambapo kulianzia vita mbinguni, tuliangalia hiyo ikakuja kwa shamba ya Eden. Na leo ningependa tuelewe ya kwamba ile shida ambayo alikuwa nayo Eve na Adam ni kwamba walikuwa na shida ya doubts. Ni kwa nini nasema hivyo? Kulikuwa na statement mbili. Statement ya Mungu, usile tunda. Statement ya Shetani, kula tunda. Kwa hivyo walianza kuwei. Walianza kusiweka kwa kipimo. Ni nani yawezekana nasema ukweli? Fundisho ambao tunatoa hapo ni kwamba mara tu unapojua ya kwamba hili ndilo neno la Mungu, unaanza kuwa na taswishi, unaanza kuwa na doubts. Mara hiyo Shetani anaingilia na kukupea sauti yake. Haifai kabisa kuwa na unbelief kwa Mungu, haifai kabisa kuwa na unbelief kwa neno lake. Mara hiyo tu unapoanza hivyo, kwa maana Shetani anapigana vita, anakupea mawazo yake kuhusu neno la Mungu na unaliona visivyo. Kwa hivyo Adam akawa na doubts na Eve wakaanguka. Hiyo ndio ilisababisha kuanguka.
Walipokuwa na doubts, wakatupilia mbali imani ambayo ndio ufunguo wa kumwelewa Mungu. Tunamwelewa Mungu kwa mambo mengine, sana sana tunamwelewa kwa kukuwa na imani ya kwamba yupo, aliumba mbingu na dunia, alituumba, na the Bible record inatusaidia kuimarisha imani yetu. Historia vile imetimia na yale yote yametendeka, na unabii jinsi ulisema na unatimia, tunakuja kuamini Mungu hata kupitia kwa ushuhuda wa neno. Kwa hivyo huyu mwanadamu aliyeanguka, unaposoma kitabu cha Yohana 8, twende kwa Yohana 8, mstari wake ni wa 34. Biblia inatuambia hivi, 8:34, Biblia inasema hivi ya kwamba tusome kwa nimesema fungu la 34. Biblia inasema ya kwamba atendaye dhambi anakuwa mtumwa wa dhambi. Jesus answered them, "Truly, truly, I say to you, everyone who practices sin is a slave to sin." Yeyote ambaye anatenda dhambi anakuwa mtumwa wa dhambi. Kwa hivyo katika shamba la Eden, Shetani alifaulu kuwafanyisha dhambi wazazi wetu wa kwanza. Kwa hivyo Shetani akakuwa mtawala wao. Dhambi ikakuwa ndio inawaongoza. Wakaondolewa kwa ukamilifu na utakatifu. Wakafanywa kuwa chini ya mamlaka ya Shetani. Kwa hivyo sisi wanadamu, bila Yesu Kristo ndani yetu, sisi ni mateka. Sisi ni mateka wa Shetani. Kile ambacho anataka mwishowe tutakifanya. Unapoenda katika Genesis, unaona misingi ya wokovu ikiwekwa. Kwa sababu mwanadamu ameanguka, amejiunga na Shetani, kumpiga Mungu vita, sasa amekuwa mtu asiye na matumaini. Lakini Mungu wa upendo hawezi kukaa kando kumwangalia kiumbe aliyemuumba akipotea. Unapoangalia katika Genesis Mwanzo 3:15, Biblia inasema hivi, Mungu akatamka haya akasema, "I will put enmity between you and the woman, between your offspring and her offspring. He shall bruise your head and you shall bruise his heel." Nami nitaweka uadui kati yako na mwanamke. Mungu anaongea kwa nyoka. Nyoka hapa sasa akisimamia Shetani. Mungu anaongea na Shetani kwa kutumia huo mfano. Akamwambia, mimi Mungu nitaweka uadui kati yako na yule mwanamke. Shetani alipewa tangazo, na hiyo tangazo ndiyo tumaini kwa wanadamu. Alikuwa amefurahi sana kwa sababu mwanadamu amejiunga na yeye katika vita dhidi ya Mungu. Lakini Mungu hapa anaonekana kuingilia kati kwa kusema ya kwamba huo urafiki wako na mwanadamu ambao umeupata kwa kumwangusha nitauharibu. Mungu angeokoa mwanadamu tu kwa kumfanya afarakane na Shetani ambaye sasa wamekuwa marafiki. Wana wa Mungu ni kwamba Mungu alisema ataweka uadui, ataondoa urafiki kati ya mwanadamu na Shetani. Na Mungu angefanya hayo kwa njia gani? Ahadi ambayo Mungu ameitoa, amesema hivi ya kwamba kwa uzao wako na uzao wake. Kwa lugha zingine Kiingereza inasema your seed, your offspring and our offspring. Naye atakanyaga kichwa chako na kukiponda-ponda, nawe utamuuma kisigino. Hapa Shetani atauma uzao wa mwanamke kisigino, lakini uzao wa mwanamke utamponda-ponda Shetani kichwa. So hapa Shetani akajua kwamba Mungu atatafutia mwanadamu njia ya kumwokoa,
atamtafutia njia ya kumsaidia na huu uzao wa mwanamke utamzidi shetani nguvu. Maana yeye atauma kisigino, lakini yeye atakanyagwa kichwa na kupondwa. Kumaanisha nguvu ya Mungu kupitia kwa uzao wa mwanamke utamaliza nguvu ya shetani. Hapa tunasema haleluya. Kwa hivyo shetani hakulichukulia hili tangazo kutoka kwa Mungu kama kitu cha mzaha, maana alielewa kile Mungu anamaanisha. Nataka nikwambie kwamba ile shida yote tunayopata, majaribu ya imani yetu, yanafananishwa na kuumwa kisigino, lakini ile ambayo Mungu alifanya kupitia kwa Yesu inafananishwa na shetani kukanyagwa kichwa na kupondwa. Kumaanisha mamlaka yake, nguvu zake zinaweza kudhibitiwa. Hata kama shetani anaonekana kuwika, ni kwa sababu ya udhaifu wetu. Tukienda kwa Yesu atusaidie dhambi zetu, ile nguvu ambayo shetani yako nayo kwa maisha yetu itashindwa. Maana Mungu kwanza, kile ambacho anataka zaidi ya yote ni kuokoa mioyo yetu. Anapookoa mioyo yetu, ametuokoa kutoka kwa sumu ya ndani, kutoka kwa tabia ya asili ambayo ni mzigo mzito mwanadamu tumebebeshwa na shetani. Anapofanya hivyo, nasi tunapojitolea, inakuwa rahisi kwa Mungu kutuokoa na majaribu yanayotoka nje. Mambo ya vitina, mambo ya wanadamu mengi na majaribu ya kila aina yanayotoka nje hayatakuwa na nguvu. Kwa hivyo Mungu kwanza anatamani sana kuokoa mioyo yetu, kisha tukue chini ya ulinzi wake kwa kila jambo ambalo tunaweza kukumbana nalo. Unaposoma ili tuelewe zaidi ahadi aliyoitoa Mungu juu ya uzao wa mwanadamu, ili uelewe alikuwa anamaanisha Yesu Kristo, unageukia kitabu cha Wagalatia. Unageukia kitabu cha Wagalatia 3, mstari wake tunaanzia ni wa 16. Biblia inasema, now the promises were made to Abraham and to his offspring. It does not say and to offsprings, referring to many, but referring to one, and your offspring, who is Christ. Biblia imesema ya kwamba ile ahadi aliyoipewa Adam pia Abraham alipewa, naye akaambiwa ya kwamba uzao wako. Hakumaanisha mazao mengi ama ya watu wengi, lakini alikuwa anamaanisha mmoja, na Paulo kwa Wagalatia ametuambia huyo mmoja ni Kristo. Kwa hivyo the seed of the woman ni Yesu Kristo. Alisaliwa chini ya sheria awakomboe waliokuwa chini ya sheria wakati ulipowadia. Wagalatia 4 mstari wa 4, Biblia inatuambia hayo. Kwa hivyo kifo cha Yesu msalabani, number 1 ni wokovu wetu, number 2 ni pigo na ni jeraha lisilopona alilopewa shetani. Kwa hivyo watu wa Mungu tuseme haleluya, amina, kwa sababu adui wetu ameshindwa. John 16:33, Biblia inasema ya kwamba tusihusunike, tufurahi. Kwa nini? Yesu anasema hata kama mtapata majaribu mengi katika dunia, mateso mengi katika dunia, anasema ya kwamba jipeni moyo, nimeushinda ulimwengu. Watu wa Mungu, tuamini na tujue kwamba tunapigana na yule ambaye ameshindwa. Tayari shetani ameshindwa. Si ati tunatafuta tuone kama atashindwa. Ameshindwa. Ni neno la uhakika, na ukilichukua kwa imani unapokea ushindi kwa njia ya imani. Ushindi unakuwa wako. Kwa hivyo Yesu Kristo ndiye huyo uzao
uliotajwa katika Genesis 3:16. Kwa hivyo Mungu aliangalia akahurumia mwanadamu kwa sababu amejiunga na shetani, na angeachwa hivyo hakuna siku ambayo mwanadamu angetafuta mbinu na njia ya kujinusuru kutoka kwa huyu mtekaji nyara ambaye ni shetani, na dhambi ingekuwa na dominion kwake siku zote za maisha yake. Lakini ashukuriwe Mungu kupitia kwa Yesu Kristo ambaye ametupatia njia ya kuponyoka kutoka kwa mtego wa shetani, mtego wa dhambi ambayo unatuongoza kwa mauti na kifo cha milele. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana 3:16, Biblia inatuambia, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hadi akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mmoja amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Hiyo kifungu kinatupea summary ya sehemu ile Mungu amefanya ya kutupenda na kutupea Yesu kwa ajili ya wokovu wetu. Na pia inasema our response to what God has done, na ni aje tunafaa kurespond kwa yale Mungu amefanya. Tuna respond kwa kuamini. Ni kwa nini tunaulizwa kuamini? Ni kwa nini hatujaulizwa tukue wazuri ndio tuokoke? Tulikuwa wenye dhambi kiasi kikubwa. Hata Mungu angetungojea tukae wazuri ndio atuokoe, haingewezekana kwa sababu ya udhaifu uliowekwa ndani yetu na dhambi. Hatujiwezi kabisa. Ndiyo sababu Mungu akatoa wokovu kama zawadi. Sasa kuitikia kwetu ni kukuwa na imani. Imani ni kusema ndio kwa Mungu. Nimekubali hayo ambayo umenifanyia. Nimekubali yawe yangu. Yale umepanga siongezei, sitoi, lakini nimekubali. Ni kwa ajili yangu umefanya. Unapoendelea kusoma katika fungu hili, ukienda fungu la 19 inakuambia hivi, and this is the judgment. That is John 3:19. This is the judgment. The light has come into the world, and the people loved darkness rather than light, because their works were evil. Sasa hapa tumeambiwa Mungu ameshatoa nuru, ameshatupea wokovu, lakini mwanadamu akapenda giza kuliko nuru kwa sababu matendo yake ni mabaya. Giza hapa inafananishwa na dhambi na nuru inafananishwa na utakatifu. Kwa hivyo ile dhambi ambayo tulianguka ndani yake, tukakuwa na mwili unaopenda dhambi, mwili wa ubinafsi, vile tumekuwa tukiongea, ukafanya wengine kuridhika. Kwa hivyo watu wanaishi kwa kutimiza matakwa ya mwili. Wanafurahia, wanajisikia vizuri, maana ndio kitu rahisi, ndio kitu mwili unapenda, mwili ulioanguka. Kujinyima kwa ajili ya kuokoka, kujinyima kwa ajili ya Yesu ni jambo la wachache. Watu wa Mungu, Biblia imesema nuru ikaja, lakini watu wakapenda giza. Anasema kwa fungu lifuatalo ya kwamba, for everyone who does wicked things hates the light. Na sasa mtu akiendelea kupembeleza dhambi ndani yake, akifuata hisia za mwili wake na matakwa ya mwili wake, anakuja kuzoea na inakuja kuwa maisha yake matamu ambaye hataki kuacha. Mpaka sasa anaanza kuchukia nuru, anaanza kuchukia wokovu, anaanza kuchukia neno la Mungu, kwa sababu dhambi inaendelea kunawili kwa maisha ya mtu huyo. Na hawezi kukuja kwa Injili, hawezi kusoma neno kutafuta kuokoka. Hata akisikia mahubiri anasikia kama inamkera. Biblia inasema hakuji kwa nuru lest his works be exposed. Hataki maovu yake yaweze kudhihirishwa. Yeye na Mungu hawaendi pamoja. Inafananishwa na Adam and Eve waliposikia sauti ya Mungu
wakajificha. The carnal heart, mtu wa tabia za asili ambaye hajaonja wokovu, yeye na mambo ya Mungu kuna uadui yeye na mambo ya Mungu. But whoever does what is true cometh to light. Lakini yeye anayefanya mema anakuja kwa nuru, so that it may be clearly seen that his works have been carried out in God. Ili aweze kuonekana ya kwamba matendo yake yale anayofanya yanafanywa na Mungu. Mungu ako kazi ndani ya maisha ya mtu kama huyo. Kwa hivyo shida ya dhambi ilituweka mahali lazima na sharti tufanye uamuzi. Tunasimama upande gani katika hizi sehemu mbili za the great controversy ambayo inaendelea. Na Mungu ili atuokoe, ile tulianzia ni kwamba ni kuweka uadui kati yetu na shetani. Ndio sasa hata kama tuko katika mwili, tunaendelea kuweka neno la Mungu ndani yetu, linaendelea kututakasa, tunaendelea kukua katika imani, kukua katika utakatifu, kukua katika Ukristo. Hiyo sasa ndio safari ya kwenda mbinguni. Ile tabia ambayo ilitoka kwetu iweze kurejeshwa, iweze kurudi, tuweze kufaa tena machoni pa Mungu kwa njia ya kutakaswa. Kwa hivyo kwa tabia ya mtu wa Mungu anafaa awe amesaidika kiasi cha kuchukia dhambi, kiasi cha kuanza kupigana na dhambi. Hawezi kuendelea kupata raha kwa mambo mabaya, mambo yasiyompendeza Mungu, mambo yasiyoleta manufaa hata kwa wanadamu wenzake. Ningependa tusome kitabu kingine cha Waibrania 1 mstari wake ni wa 9. Biblia inatuambia hivi, mstari wa 9, Biblia inasema yafuatayo: But you loved righteousness and hated wickedness. Therefore God, even your God, has anointed you with the oil of gladness beyond your companions. Hapa inazungumzia maisha ya Yesu. Yesu sio ati alikuwa tu mtakatifu. Pia alikuwa anachukia dhambi. Lakini hakuwa anachukia wenye dhambi, ndio sababu akaja kwa ajili yetu. Kwa hivyo Roho Mtakatifu, neno la Mungu, linaleta nature mpya kwa maisha yetu. Tunaanza kuchukia dhambi. Yale yaliyokuwa yanatupendeza kitambo, tunaanza kuyachukia. Tunaanza kuwa na tabia nyingine. Kwa hivyo hiyo ndio sasa nguvu ya Mungu imeingia kwa maisha. Mtu huyo anaweza kuokolewa na kunasuliwa kutoka kwa minyororo ambayo inamfunga kwa dhambi na shetani. Watu wa Mungu, it is a high time, tunafaa kumtafuta Mungu wetu, maana ulimwengu wetu, ule muda tuliopewa wa kukaa, unazidi kuyoyoma, na hivi karibuni tutashuhudia mambo makubwa ya unabii. Dunia itafurugika kiasi kwamba hatutadhani ya kwamba ni ule ulimwengu ambao tunaishi sahihi. Kwa hivyo Mungu anatulilia, anahitaji tukuje kwake tupate wokovu wa milele, ili tukuje kusitiriwa, ili tukuje kuwa chini ya ulinzi wa Mungu. Wakati ulimwengu unaendelea kuchafuka, na mpaka siku ya kurudi kwa Yesu tukiwa hai ama tukiwa tumepumzika, tuwe na tumaini la injili ya milele, tumaini la uzima wa milele. Ni katika Yesu Kristo ambaye ninaomba na kuamini. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa nafasi njema. Tumejifundisha neno lako ya kwamba mwanadamu alianguka, lakini ukampea promise ya kumwokoa. Tuokoe siku hizi zetu za mwisho, tusaidie tukutafute. Shetani asitudanganye tuje kupotea naye, bali tukae na wewe ambaye ni tumaini letu. Bariki kila mmoja,
kwa imani kupitia Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amina. Uweze kubarikiwa kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi.